Hiyo kwani kuna siri? Simba akicheza na timu na hasa ikiwa inatakiwa kwamba ile timu itoe matokeo, basi lazima kuwe na kitu. Hawa leo waliahidiwa draw milioni 25. Waliahidiwa draw milioni 25. Kwa hiyo ina maana wamekuja kuipambania hiyo milioni 25. Lakini wakaidiwa 50 ushindi. Wamekuja kuipambania, lakini ndio ukubwa wa Simba, na toka tulipotoka timu nyingi zinaahidiwa hawakuweza kupata. Simba ya ubaya ubwela iko moto sana. Kwa hiyo unacheza na hawa watoto wadogo, tunasemaga tusungu msungile mdogo mkulumiago usimulia. Kumchungulia utamchungulia mtoto kwa mwenzako. Kwa hiyo tumekuja tumemchungulia, tumemaliza, tunashukuru Mungu. Simba wametumia kauli ya mchezo wa mwisho nyumbani kufunga msimu wa 2024 2025. Hii kauli Mzalamo kwako umeielewa ama umekuweka dilema? Kwa nini nisielewe? Ndio mchezo wetu wa mwisho wa nyumbani ndio huu. Kwa hiyo ilitakiwa wana Simba tukusanyike kwa wingi, na kiukweli tumekusanyika kuaga wachezaji wetu katika mchezo tunaoingiza mapato. Mchezo wetu wa mwisho wa nyumbani ndio huu, na wana Simba wengi wamekuja kwa wingi kuhakikisha tunamaliza mchezo wa mwisho wa nyumbani. Mchezo wa mwisho wa nyumbani huu ndio mchezo wa mwisho wa nyumbani. Taswira ya dabi ya Kariakoo ni dabi, ni mchezo ambao unafuata. Mashabiki mlibuka mkasema kwamba hamchezi dabi. Vipi kwako Mzalamo? Dabi ipo pale pale ama wewe unasemaje kama mshabiki lakini mwanachama pia? Unajua watu tunatofautiana. Mimi sijui kaushawahi kunisikia nasema dabi hatuchezi. Mimi dabi siogopi. Mimi naitaka dabi ili mradi nimfunge, kwa sababu nione Kayoko alikosea wapi. Na anaikuta Simba hii ya moto. Nataka akakabwe Mpanzu, akakabwe Mutale. Umeona? Kila mtu nione uwezo wa timu yao, kwa sababu mimi naamini timu yao ni dhaifu. Timu yao ilikuwa miaka miwili nyuma ndo nzuri. Umeona? Miaka miwili nyuma ndo kidogo ilikuwa nzuri. Lakini hii sasa hivi dhaifu, hakuna kitu. Wachezaji wengi wameshuka kiwango. Hiyo na hata ukiona tukiwa tunakwambia tu wewe mwenyewe unajua kuondoka kwa Aziz Ki hawakuweza kumzuia ni kwa sababu wa kiwango. Hamna mtu asiyojua kwamba Aziz Ki wa miaka miwili nyuma sio Aziz Ki wa sasa hivi. Aziz Ki alikuwa nje ya 18, lazima muambiane asipige huyo, asipige huyo, zuia mguu wake ili asipige. Na wa sasa hivi hata pale akipata nafasi akipiga aiza mnazi au mpira umeenda vibaya, lakini yule alikuwa ananyosha. Kwa hiyo uwezo umepungua na wachezaji wengi uwezo umeshuka. Kwa hiyo hakuna sisi ambalo tunaloliogopa kwenda uwanjani kucheza, na sisi tuna timu yetu imekaa iko vizuri kabisa. Brother Kigamboni mzee wa Bandari. Bana kakangu mzee wa Bandari, Simba kweli kweli. Haya bana, kesho ni kwenye kikosi cha leo. Pengine ndio maandalizi sahihi ya kwenda kwenye Simba ina kikosi kipana. Na leo umeona kila mchezaji apate kuonja na nini. Kuna mwingine ndio mazoezi yake leo kuelekea mechi zingine zozote zitakazokuepo, lakini kila mchezaji yupo kwa ajili ya kuipambania Simba. Mzalamo umetumia kauli ya kwamba una hamu na dabi ya Kariakoo. Yoyote mimi sijawahi kusema hatuchezi. Na sijui kama inachezwa au haichezwi. Lakini lazima Simba achukue kombe. Kama ipo mechi basi ataenda kufa. Young Africans leo Zanzibar ushindi wa mnono magoli mengi. Wewe unasemaje? Sasa si umeona anayocheza naye wapi? Si umemwona msemaji wa ile timu jana amehojiwa? Aliibuka. Aliibuka, si mmesikia alivyosema? Alisema hii Yanga tunaenda kucheza nayo mechi ni ngumu, timu bora ambayo ina timu nzuri kulipita Real Madrid. Kwa hiyo wanaenda kucheza na timu nzuri kuliko Real Madrid. Sasa ukimwangalia tu hivyo unajua bwana huyu sio chawa, huyu papasi. Kwa hiyo wameenda kucheza na mapapasi. Maana chawa ni ndogo, papasi kupe, likikuganda limekuganda. Kama maandalizi ya dabi wanaanzia huko. Sijui kama wanaanzia huko wanaanzia wapi, si wala au mechi ipo hakuna, wala si hatujui, lakini sisi tunachojua Simba akachukue kombe, na kombe tutalichukua inshallah. Mzalamo, kwa niaba ya mashabiki wengi ambao wanakutazama, wengine ambao hapo hapa, tumekuwa tukiona mtandaoni na matamko ya mashabiki wakizungumzia wanataka waone tamko la klabu, na kwamba wao msimamo wao mashabiki ni ile barua ya timu ambayo ilitolewa tarehe 12. Wewe umesema unacheza, lakini unadhani kwa nini mashabiki wengine wameibuka? Sikusema ninacheza. Mimi sijasema ninacheza wala sicheza. Sijasema chochote. Hujasema chochote. Sijasema. Usininukuu kusema mimi ninacheza. Kwa hiyo mimi sijasema nacheza au sicheza. Mimi nimekwambia Simba lazima awe bingwa. Basi. Sasa mimi swali langu, kwa faida ya mashabiki wengine wanaokutazama, maana unawakilisha wengi. Mashabiki unadhani kwa nini waliibuka na kusema wao msimamo wao ni ile barua iliyotolewa ya tarehe 12 kwamba
dabi isipochezwa tarehe 15 basi haichezwi tena. Kila mshabiki ana miemko yake, hilo wewe unajua. Swaiba wako Dr. Mudi siku nyingine anasema Karia mbaya, mara Karia mzuri kama sukari, mara nini. Kwa hiyo huwezi kumzuia kila mtu anachosema, lakini nimekwambieni mimi sikuwahi, hamkuwahi kuona, hamkuniona kuposti kusema dabi haichezwi.